zangu wa jimbo la Wingi na Zanzibar, tumesema afya ni jambo la msingi. Mapembe kwetu sisi tutakapoingia katika madaraka itakuwa mwiko. Hakuna tena mapembe. Kwa nini Zanzibar tule mapembe? Tunakula mapembe kwa sababu uongozi mbovu. Inakuwaje unaingiza mapembe ndani ya Zanzibar? Zanzibar tulikuwa tunakula mchele wa gamti, basmati na pishori hapa. Na uwezo huo kuwalisha watu wetu tunao. Zanzibar tunasema tutalisha pishori, gamti, basmati na Thailand hapa Zanzibar. Na mchele huo hautazidi 1000 kwa kilo. Uwezo tunao. Tukija katika vijana wote tutahakikisha ajira lazima wawe nayo. Hakuna kijana atakayekaa bila ya kazi. Kwa nini kijana akose kazi? Vijana wa Zanzibar wote, Unguja na Pemba, watu wote wa Zanzibar hatufiki 2,000,000. Kweli idadi ya watu ambao walikuwa Zanzibar, ardhi ya Zanzibar, rasilimali za Zanzibar, kuna kijana atakayekosa kazi? Kuna jeshi, kuna polisi, kuna vikosi, kuna watembezaji watalii, kuna mambo chungu zima katika nchi yetu. Vijana wanaweza kufanya hizo kazi. Vijana wote ambao wanaweza kufanya kazi hawafiki 500,000. Kwa nini kijana asiwe na kazi? Pia NLD tuna agenda yetu moja kubwa sana ambayo sisi kama wazazi inakuwa inatuathiri kwa kila usiku uchao, na tunaathiriwa sana na vitendo vya udhalilishaji. Mimi kama mama, lakini pia najua na wababa vile vile wapo ambao wanaathiriwa sana vitendo vya udhalilishaji. Vitendo vya udhalilishaji hapa kwetu vimekuwa gumzo, kila usiku uchao tunasikia vitendo vya udhalilishaji. Kwa hiyo chama cha NLD tunakuja na mbadala wa dawa ya udhalilishaji. Nadhani tunaona viongozi wetu wanajitahidi sana kukemea mambo ya udhalilishaji, lakini pia tunaona matangazo yanatolewa na viongozi wetu wakuu ambao wapo madarakani kwa sasa kusema kwamba hakuna dhamana kwa wale ambao wanafanya vitendo vya udhalilishaji, lakini imeonyesha kwamba watu hawana ile nidhamu na hawana hofu. Manyanyapaa. Sasa utakuta kutokana na ukosefu wa ajira watu wanaingia kwenye masuala ya kunyanyapaa watoto, kunyanyapaa kina mama, wanaingia kwenye mambo ya globalization, yani mambo ya utandawazi. Utakuta mtu mara nyingi anapoteza muda wake, anafikiria mambo ya ujinga, anaingia kwenye mitandao, hana kitu cha msingi anafanya mle. Huwezi kufanya kitu bila kuingia kwenye utandawazi, lakini unaangalia, je, unachokifanya ni kipi? Kina manufaa? Kama hakina manufaa, kinachosababisha wewe uingie kwenye masuala ya mitandao bila sababu ni kukosa kazi ya kufanya. Tutahakikisha vijana wote wana ajira ya kutosha, na tutahakikisha usisome una shughuli ya kufanya ambayo itakusababisha wewe uwe na shughuli ya kuwa bize ili uepukane kabisa na mitandao, kwa sababu utakaa kwenye mitandao huna unachokipata.